dit, les hommes de Dieu méritent tout honneur. Et le papa n'a mis sur lui mon papa. Dans un clôt, il reste libre. Tu sommes dans la Mungu tuketi. Tunashimama juu ya kusoma neno la Mungu na kushimisha. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Ézéchiel 22 30. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Ézéchiel 22 30. Nous lisons au nom de Jésus. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Parole du Seigneur. Amen. Tunaketi kwa jina la Yesu. Tulipenda kusema asante kwa Mungu kwani Mungu atulinda siku zote. Kama leo tuko hai kwa neema ya Mungu. Wewe mwenyewe unaishi maisha neema ya Mungu pia. Tunabariki Mungu juu ya kanisa yake. Maombi tunafanya watakatifu. Wanafanya kwa watu wanagonjwa. Na watu wanasafiri. Mungu atubariki. Tunabariki Mungu juu ya collaborateur. Kama kuna watu wazuri pembeni yako, ni baraka kubwa sana. Acha Mungu abariki wenyewe na tuita na wao wote. Kwani sisi tutapita, lakini neno la Mungu tabaki. Itakuwa mzuri wewe mwongozi. Watie wenyewe wanatumika na wao. Nakumbuka siku moja témoignage ya un grand pasteur, ya témoignage ya pastor mmoja mkubwa na Corée du Sud, kule Corée du Sud, Yong Show abandonné côté pendant 6 cultes. Alikuwa anahubiri kuibada 6 yote. Et chaque dimanche ndikatea. Na kila Jumapili yetu alikuwa anahubiri. Premier culte, deuxième. Ibada ya kwanza, ya tatu, ya nne. 6 cultes par jour. Ibada 6 siku moja. Église munene. Kababi ya kanisa. Watu ebele. Watu wengi. Un jour, siku moja. Zamba frappé a tombé malade. Mungu alimpiga na kuwa mgonjwa. Siku iko dimanche. Sasa nafika Jumapili. Aliponika watu wao wakimkotea kotea. Chagua kati ya watu wengi mkobili. Mais curieusement, lakini tangu watu wazobi ma église premier culte, wakati watu wanatoa ibada ya kwanza, haikutana na kati ya
wanakia kutazama kwa hospital, anawaswali ibali napita namna gani. Asema baba, leo tunabarikiwa kupita kwa siku yote. Kama yeye iko kanisa tapasha kufa, wengine hata pasha mbingu mzuri. Kumbe ilikuwa makosa. Wenyewe walitoka kuibada ya pili. Kwani kuibada yote ilibidi tu ule mmoja. Vraiment les autres tunabarikiwa sana. Kuibada yote témoignage leo tupapa mingi. Et cela lui a poussé à écrire un livre. Na ile msukuma kuandika kitabu. Il faut toujours préparer tes collaborateurs. Inabidi utayarishe watu katika sasa ya kufuata, tu peux voyager bako bengo qui place mon sous. Utapasha nafasi kile yote kifo unaenda. Oza la sur que garde fou ezali awa. Hakikisha kuna mtu hapa nyuma anatumika kazi. Est-ce que soko beti na babo. Utapasha wachapia mkono makasi. Maboko makasi. Papa Junior, Papa Jacob, Papa Safari na wengine. Evangeliste lokola président wa jeune na wa evangeliste wa leki awa. Evangeliste wa pita hapa. Ils sont vraiment la semaine j'ai participé. Ilikuwa hapa très bien. Alléluia. Ilikuwa mzuri sana. Sema hapa la biso. Amen. Atubariki Yesu. Pena pesa condition tangu na songa kiki je ne peux pas prêcher soki ana micro na gati. Nilileta la short nasema nikahudi sitahubiri kama sina microphone yangu. Basi oyo na tikela kibaye babebisia. Kwani nyinyi na wachao waimbaji wanarudisha. Akumisi Nzambe. Na sifu Mungu. Parce qu'il y a des gens oyo bayoka kamuoa. Kwani kuna watu wanasikia sauti ya Mungu. Nzamba pambo la bino. Sitawataya lakini Mungu anibariki oyo kusali. Kwa yote tunatenda. Chaque fois je tiendrai ce micro. Kila mara naenda gusa microphone. Na bosenga na bino. Mungu aone aje moyo. Sabite na bino. Alete asala kiamwa secret. Walifahamu siri. Alors Nzamba kanisa bango. Acha Mungu awabariki. Pambo la ma. Mubariki. Asala kiamwa secret. Walifahamu siri. Mais pambo la publique. Alléluia. Bariki mbele watu wote. Amen. 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 Et l'autre nous a cérémonie la Sainte-Seine. L'autre nous a cérémonie mais za Bwana. De la paix pour la famille, chaque famille. Na tutaombea kila jamaa. Tena biso tutambole nango depuis lundi. Kichwa neno yetu kwa tukuza tangia leo la puissance de l'intercession. Nguvu ya intercession ya maombi. C'est ça notre thème. Ile yote kichwa neno yetu. Nguya ya mabondeli. Donc ya mabondeli ya kubondela. Ya kuombea wengine. Il y a une puissance. Kuna nguvu na kati na intercession. Ya kati ya kuombea wengine. Mais les autres sont sur la sous-thème. Leo tuko nazungumza tu kichwa neno kidogo. La sous-thème na biso elobi. Kichwa neno nasema yango bakomiona comprendre l'intercession à la lumière des écritures. Kuelewa ile kuombea wengine kule mwanga ya maandiko. Toso sur la intercession à la lumière de l'écriture. Tuelewe kuombea wengine kule mwanga ya maandiko. Parce que chaque mtu a sa connaissance dans ce qui concerne l'intercession. Kila mtu iko na ile connaissance nyingine ya intercession. Iko sisi waombaji. Et ça va ton église. Iko watu wa kanisa. Chacun connaît sa manière. Qu'est-ce que l'intercession? Kila mtu anajua hali yake intercession ni nini. Mais je me souviens un jour. Nakumbuka siku moja. Wakati tulikuwa kule chuo. J'ai prêché un jour sur l'intercession. Nilihubiri juu ya les qualités d'un bon intercesseur. Ile mahali ya mwombaji mzuri. Curieusement, mara moja katika groupe intercession. Katika groupe intercession. Intercession wako atele. Intercession moi je. Aso tunanga. Alisoma. Papa pole na kote ya matia boye. Papa John tapasha bili kwa hivi concerne batunyoso. Ile ayaangalia watu wote. Oh, esalaki koyeba ya nenge na ye. Kumbe ilikuwa kujua yake yeye. Donc il est intercesseur, il ne comprend pas ce que c'est l'intercession. Iko mwombaji lakini anajua kuomba iko ndani. Koyebi makamuna nenge na ye. Kila mtu anajua vitu kwa que être intercesseur c'est être dans une équipe des intercesseurs. Anawaza kuwa mwombaji au kuwa katika kikundi cha waombaji. Et ça c'est sa manière de comprendre les choses. Ile ni hali yake ya kuelewa. Mais toujours sommes sikoyo pour comprendre l'intercession à la manière des écritures. Tunaelewa namna gani intercessor iko kwa hali ya maandiko. Maana iko tu na yeye. Wengine akina maswali. Unakomondela kamala. Tunaomba mzuri, unaomba mzuri. Uko tena equipe intercession. Unapasha ya kukuta waombaji. Papa. Sasa baba. Sana na okoka. Ile kazi sitaweza. Sitaweza. Kule ni wa vijana wanaomba bure mrefu. Ule mama anaelewa kuomba. Iko kukuwa na maombi mingi. Kukuwa na maombi mingi.
ile vitu sitaweza. Mama mwingine namwona iko na neema ya Mungu, kuja kuwatu kuomba. Anasema sikia papa, na sana basharge rebele tena hapa niko nikaingia kwa Yesu na nitafuta komba. Please na kwa Yesu ndio sio baba atakinga na kutu. Haleluya. Amen. Ndio kwa mimi peke siwezi. Ya ngamo kwa huko kati Yesu wa bisusu. Donc c'est sa manière de comprendre l'intercession. Hali yake kuelewa kuomba. Aujourd'hui nous allons comprendre l'intercession à la manière de Jésus. Leo tutaelewa intercession kwa hali ya Kristo. Je voulais peut-être expliquer la définition moko mukuse. Qu'est-ce que l'intercession? Ya kwanza nitaonesha kwa ufupi intercession. Hawa depuis lundi ils ont parlé de ça. Wahubiri walipita hapa tegesi kwa kwanza wazungumzia. Tutepe eloko mususu na kati na définition sur l'intercession. Na kama ongeza kitu moja juu ya définition ya intercession. En dehors kwa intercession et outil na mot intercéder. Bali ya kusema intercession natoka kwa ile verbe intercéder. C'est que prier en faveur de. Kuombea wengine. Donc prier en faveur de. Tu peux prier en faveur d'une personne. Tu peux prier en faveur d'un pays. Tu peux prier en faveur d'une nation. Tu peux prier en faveur de ta famille. Tu peux prier en faveur de l'église. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Donc prier en faveur de. On dit qu'il problème. On commence à prier pour l'autre. Ça c'est une définition simple. Il est une définition fupi. Alors la définition oui, définition c'est intervenir. Iko kukucha kusaidia. Tu viens intervenir. Kukucha kuonekana kwa kitu fulani. Pour quelqu'un d'autre. Tu interviens. Wewe unaingia kati. Parce qu'il y avait peut-être il a un problème. Wengine mtu alikuwa na shida. Peut-être il y a une difficulté. Wengine alikuwa na magumu. Toi tu interviens. Wewe unakuja kusaidia. Unakuja unaingia ndani. Pour parler à Dieu. Kuzungumza na Mungu. À ce qui concerne la personne. Tunaangalia wewe mtu la situation qu'on est en train de traverser. Ama shida tunapitia ndani. Donc intercession c'est intervenir. Kuombea wengine c'est intervenir en faveur. Kuombea wengine. Ama vitu zingine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Intercéder. Kuombea. Eliko lwanini. Inatasema nini? Tomoni c'est user de son influence. Iko kuachilia ile influence, kutumikisha influence yake en faveur d'une autre. Juu ya mtu mwingine. Je donne un exemple. Naita mfano. Mtu asala kimbeba, mtu alifanya makosa. Aye, anakuja, bakangie, wanamfunga. Au sala nini? Atafanya nini? Akuangaje na avocat. Ataangaje ule lawyer. Maintenant cet avocat. Lakini ule lawyer. Okay. Mtu anga abomi vraiment. Atapasha jua mtu wako shaua mtu kweli. Mais influence sana ngona justice. Lakini ile influence ngona magistrat. Anafika mbele ya magistrat. Vraiment mtu anga abomaki. Anasema kweli mtu wangu hakuua. Ubie soki banimika abomaki. Kitika kiua. Azalaki na raison parce qu'il s'est défendu. Alikuwa na sheria kwani alikuwa na sifa. Alikuwa intervenir. Alikuwa défendre yeye pekee yake. Il de son influence. Anatumikisha ile influence yake. Tunatoeli pia. Sasa ile kule tunajua. Il de son influence. Kuitumikisha influence yake. Je suis pasteur. Niko pastor. Na yeye ni mkolomoko. Na hiyo siku moja. Frère moko alikia kile kubana. Kaka mmoja alipenda aende asao. Wakati kwenda kuoa. Kana yeye bani. Mimi nicho kwenye kwenda kuoa. Papa ya mwana wana. Papa ya mwana. Ule baba ya ule ya mwanamke. Asali vraiment aminanga. Iko kweli rafiki. Osoki na lobeli eloko. Nikasemea tu kitu. Akoyo. Atasikia. Maintenant qu'est-ce que le frère fait? Kitu gani kaka alifanya? Frère lokola zaki kati l'église. Sasa kisa kwa kati kanisa. Alors que non, anasema papa ni mangana libala wana. Tu wanitike kule nyumba. Il faut papa tena. Inabidi papa shimame. Parce que yamoko. Kwa nini pesa komikuta keno? Alikuwa anachikuta. Vraiment bakolinga yetu. Kwani hawata muitika. Yeye ba faiblesse na. Wanajua weakness. Anakia nikamata. Okay. Tunaenda. Kama tukomikuta. Tunafika kule. Parce que préparer déjà la poisson qui. Alitayarisha watu yuko naenda. Soya. Leo tunakuja. Tukomikuna. Tunafika kule. Kama moninga. Wataiona. Makasi papa Messi. Nguvu ya baba inaisha. Donc le frère a essayé de mon influence. Ba ule ndugu alitumikisha influence yangu kujulikana Julie kama usungumzie. C'est ça intercéder. Ile ndio kuombea. Tu utilises ton influence. Unatumikisha ile ujuzi yako. Ile connaissance yako. Unakuja unaingia ndani. Hallelujah. Amen.
C'est ça l'intercession. Il est genre intercession. Oui, mais ils ont déjà problème de relation. On a déjà un problème ya upatano. Problème de relation. Shida ya upatano. Napatia mfano. Wewe sana kati na Biblia. Hiyo kati ya Biblia. Watu bisa Biblia Abraham. Watu watatu wamchomokea Abraham. Abraham ya mibango. Abraham anapokea. Alesi bango. Anawakulisha. Alesi bango. Anawakulisha. Alesi bango. Anawalisha. Batondi. Wanashiba. Wana lisako libandi. Pale ofisina aje. Wasi wazaba. Mke wako wapi? Nani tozoya. Tunakuja mwaka. Alezoya. Hii mwaka inakuja. Kaka la period lokola. Kati ya mwasi na kwa mama. Mke wako atapokea mtoto. Mwasi yoki kuna seki. Anaenda kule anacheka. Bali nikakuta uzaisi unaposa. Nguvu mume wako atapata na haja. Na mimi nishachoka. Est-ce que ça peut m'arriver cela? Kweli itafika kweli. Mais batwana na hivi. Wale watu wanamwambia, "Kwa ta femme rit." jua nini mke wako anacheka? Haleluya. Amen. Alors, wana sikoyo pale sasa bandu bazako kwenye na destination ya Sodome. Walikuwa naenda ku destination ya Sodomo. Tangu bazokende. Wakati wanaenda Sodomo. Tangu bazok balikiwa kende. Wakati wanapenda kwenda. Bamesumisa tubaukani. Wote tatu wanasikilizana. Est-ce que kweli toboki kobombela tutapasha mfichia ami? La Bible dit notre ami. Biblia inasema rafiki yetu ndio anasema. Musala tusoki ni na Sodoma na Gomora. Kazi tuko naenda kufanya Sodoma na Gomora. Est-ce que tokobombela ye? Je, tutapasha mfichia? Bazaki obishima ebisai. Walikuwa na obligation kuambia. Tusoki ni na Sodoma. Tukwenda ku Sodomo. Okende kutumba mboko. Tukwenda chomele nchi mabe na bango siko bien. Kwani mabaya yao yashapita mingi. Lokola Abraham. Jinsi Abraham. Il avait déjà une influence. Alikuwa na ile influence. Il était devenu ami de ces trois personnes. Alikuwa rafiki wale watatu. Parce que babende ami na bango. Wanamuita rafiki yao. Ndio kwa Biblia lobi. Tunasikia Biblia inasema. Abraham atelemi. Abraham anashimama. Anasema sasa kina mboga watu. Kwani alichua kule nchi. Neve na yazali. Ule neve yake alikuwa. Lot. Jamaa yake mzima. Mena Abraham abandiko tete. Abraham anaanza kusema sasa. Abandiko loba. Anasema. Sasa na ngo vis-à-vis abato ya baki ba. Jo influence kwa nao wale watu wale wanakula sokula kibangoma bio kusafisha miguu. Est-ce que bakoki jamais ko changer décision na? Kweli abata pasha changer ile shoot la ile décision. Biblia inasema. Atenge bandiko interceder. Anasimama anaacha sema. Parce que il voulait sauver sa famille. Bwana alipenda kuokoa jamaa ya Sodoma na Gomora. Ili kukule Sodoma na Gomora. Anasema, "Ulimisa. Unisamehe. Si vous trouvez dans ces pays, ukakuta kule nchi mbili 50 juste. Watu wa 50 wenye watakatifu. Batunyoso wana anaambia 50. Kwa hiyo tachoma watu wote na kuwa 50 watakatifu. Biblia inasema, wanawaambia à cause de ces 50. Jua wale watu 50 totumba boko. Hatachoma nchi. Abraham anasema, peut-être ceux qui va causer la 50 était. Sasa singine watapasha kuwa 50. Mais baza 40. Lakini biko 40. Est-ce qu'on tumba kaka? Je utachoma tu. Biblia inasema aisie naambia sote baza 40. Watu 40 hatachoma tena. Abraham a continué. Abraham anaendelea. Boni misanga. Peut-être pas cause la 40. Sasa singine watapasha kuwa 40. Watapasha kuwa 30. Discussion ya Abraham na batu bakile kutumba Sodoma na Gomora. Unajua discussion watu wale watu na Abraham na watu wale choma Sodoma na Gomora. Ilishuka mpaka ku 10. Biblia inasema de ces 10 personnes là. Jua wale watu 10. Totumba. Hautachoma tena Sodoma na Gomora. Et puis astique. Alacha. Oh, kumbe na kati na mboka wana kati ya nchi il y avait seulement une famille au Israël juste baba qui peut 10 personnes. Kulikuwa tu jamaa walikuwa watakatifu au kwenda hata 10. Lot, sa femme, bibi yake et ses deux filles. Na watoto wake wale ndio walikuwa watakatifu kule. Soki bakoma 10 wangefika kufie devrait sauver Sodome. Mungu angisauve angeokoa Sodoma na Gomora. Mais parce que Abraham avait intercédé. Kwani Abraham aliomba. Batwana avant batuba. Wale watu mbele wachoke. D'abord pour libérer ces 4 personnes. Wanaenda tosha kwanza 50 personnes. Wale watu 4 watu waine. Alléluia. Amen. Ces 4 personnes. Wale watu waine wanatoka.
Et puis batume Sodome na Gomorrah. Na wanachoma Sodome na Gomorrah. Donc Abraham a usé de son influence. Abraham alitumikisha influence yake. C'est ça l'intercession yake. Tu uses de ton influence. Unatumikisha kujulikana yako. Alléluia. Amen. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu es ami de Dieu? Influencer la décision de Dieu. C'est ça le problème. Parce que pour intercéder, il faut être un ami de Dieu. Pour que Dieu puisse écouter ta parole. Pour que Dieu puisse écouter ta prière. Il faut être un ami de Dieu. Jésus dit aux disciples, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Quand vous avez un problème, je peux écouter. Pourquoi? Quand vous avez des difficultés, quand vous priez, je vais écouter. C'est ça l'intercession. Parce que tu es déjà ami de Dieu. Amen. Tu as prié toute la semaine. Est-ce que tu es ami de Dieu? Parce que l'intercession. Comprendre l'intercession à la lumière des Écritures. Alléluia. Amen. Intercession. Ezali département. Aiko department département d'intercession selon la Bible Zacharie. Hakuna departement kikundi ya waombaji kupitia Biblia. Alléluia. Amen. Sikia kisi Biblia inasema. Apocalypse 1 verset 6. Revelation 1:6. Biblia inasema nini? Biblia inasema nini? Vite, 1:6. Oh, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Apocalypse 1:6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son peuple. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu, Mungu, a fait de nous un royaume. Il est royaume. Sacrificateur. Il y a un sacrificateur. Inasema nini? Bien-aimé dans le Seigneur. Mpenda katika Bwana. Qui a accepté Jésus dans ta vie. Wewe mnyesha kubali Yesu katika maisha yako. Automatiquement. Mara moja. Bibliquement. Mara moja. Tu deviens sacrificateur. Unakuwa sacrificateur. Le rôle de sacrificateur. Unakuwa kuhani. Présenter les offrandes. Kazi ya kuhani kuonesha Yesu sur la tête de Dieu. Pale kwa madhabahu ya Mungu. Mungu. C'est ça un sacrificateur. Kule ndio kuhani. Les offrandes qu'on parle ici. Hii masadaka nasema hapa. Ce sont nos prières. Niko maombi zetu. Alléluia. Amen. Donc un sacrificateur. Kuhani moja. C'est quelqu'un qui intercède en faveur des Ni autres. mtu mwingine anaombea wengine. Quand le sacrificateur. Wakati kuhani. Lorsqu'il venait, ilikuwa wakati taifa linakuja les offrandes, na ile maofali zao sadaka waweka juu ya hoteli pachoka juu dhambi ya taifa isamehewe. Ile ndio kazi ya kuhani. Na tufanye sisi ile taifa la kuhani. Watu mmoja royaume de sacrification. Yesu anakufanya ile royaume de sacrification. Anakufanya wewe kuhani. C'est que tu peux présenter les offrandes devant Dieu. Utapasha onesha masadaka mbele ya Mungu. C'est pour dire quoi? Sema nini? Sisi wote tunaamini Yesu. Automatiquement tozama intercession. Mara moja tuko waombaji upendo mais soko zama compréhension au comprendre la Bible kama awelewa Biblia utaweza kuombea kuweka sasa wengine mimi siko intercesseur siko muombaji. Or à la maison, kumbe kunyumba tu pries pour ta famille. Unaombea jamaa yako. Ce que tu fais là c'est quoi? Hiyo unafanya nini? Tu pries pour les malades. Unaombea wagonjwa. Sana maombela. Muombe. Tosambela. Unaanza kuomba. Tosambela, tubande sambela. Unafanya nini? Unafanya nini?
unafanya maombi kwa wengine. Tazama jirani yako. Mwambie Mungu anifanye intercessor. Tazama tena ku left. Mwambie Mungu anisaidie kwa mwombaji. À la lumière des Écritures, kupitia mwanga ya maandiko, celui qui croit au Seigneur, wote wanaamini Mungu. Ni mtu wa maombi. Amen. Amen. Lisons 1 Timothée 2 verset 1 à 4. 1 Timothée 2 et 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Okay? À faire des prières. Qui exhorte? C'est Paul qui exhorte à Timothée. Timothée était responsable d'une église. Je vous exhorte afin que vous puissiez faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Enseigne une église par la prière. La prière qu'on faisait là, c'était l'intercession. L'église se voit tellement par la prière pourquoi? Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Condition que ton vie a une vie paisible. Ta famille vive une vie paisible. Fais des prières pour que ton vie a malade. Condition. Mais tu ne payes pas. Watu wanaishi mbaya kati ya jamaa. Hakuna kitu cha zamani kwa jamaa. Hakuna mwenye ananyakuliko kwa jamaa. Mashida unapitia kati ya familia. Nous donne la solution. Biblia inatupatia solution. Faites toutes sortes de prières. Anasema ufanye aina yote ya maombi ya supplication. Et puis au sein de yango pour que toi bika une vie paisible. Na muifanye tu tuishi maisha ya sambamba. Verset 3 inasema nini? Cela est bon, agréable devant notre Sauveur. Ile inakubalika niko mzuri mbele ya Bwana wetu. Ile inakubalika niko mzuri kujua Bwana mbele ya Bwana wetu. Situation de traverser. Shida inapitia. Chama inapitia. Mtu anapitia. Et ça parce que yo ozobonde. Iko juu wewe aombe. Or ta prière peut sauver une personne. Verset 4 inasema qui fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il anapenda mtu wote akuwe aokolewe na akuje kule ujuzi ya ukweli. Sasa sana posa mtu moko te abunga. Ana acha mtu yote sasa sana posa mtu moko atende musika. Mungu ana acha mtu wengine. Sasa sana posa mtu moko atende lifelo. Ana acha mtu aende. Il fait que tous les hommes soient sauvés. Anapenda watu wote waokolewe. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Na kuenda kule ujuzi ya Seigneur. Upenda katika Bwana. Les gens ne viendront pas dans la vérité. Watu wote katika ukweli. Il n'y a pas quelqu'un qui prie. Kama kuna mtu kuomba. Il faut la prière. Inabidi magoti maombi. Et celui qui prie. Ya mwenye anaomba. Et celui qui fait l'intercession. Ya mwenye anafanya ile si nous n'avons pas l'esprit d'intercession. Kama tuna roho ya kuomba. Église est côté de l'imoso. Kanisa itaendelea mbele. Sauf que tu crois que non. Kama sema kweli. L'intercession c'est un groupe seulement. Intercession ni groupe tu. Wewe unaenda bali ya ile que tu fais une erreur. Unasema unafanya kosa. Tu as besoin de ton intercession. Mungu anaacha uombe.
wapate wokovu. Awaambie watu comment le salut peut venir. Wokovu tena namna gani? Nous pouvons évangéliser. Tunapasha pili. Quelqu'un peut évangéliser. Tunaenda kuhubiri. Mais s'il n'y a pas intercession. Lakini kuna intercession. Hatutafanya kitu. Nous devons entrer dans la prière. Nous faisons l'intercession de prière. Nous faisons l'intercession pour le salut des âmes. Et lorsque nous sommes sur le terrain, watu wengi watakubali Bwana Yesu. Tuliomba mbele ya kwenda. Amen. L'intercession, maombi, c'est une puissance. Ina nguvu. Kuombea wengine na vitu vingine vina nguvu. C'est une puissance. Ina nguvu. Alléluia. Amen. Tanakaka. Tazama na Bible. Katika Biblia il y a des choses. Kuna vitu oyo komami avant la loi. Inaandika mbele ya sheria ya masheria. Biloko musisi komami pendant la loi. Na ingine inaandikwa kati ya sheria. Biloko musisi komami après la loi. Na ingine inaandikwa baada ya sheria. Mais soko kuti na Bible. Kama nakuta katika Biblia. Eloko salemaki avant la loi. Ile ilifanyikana mbele ya sheria. Na mususu salemi pendant la loi. Ile ilifanyikana kati ya sheria. Et après la loi pe bazo sena. Na baada ya sheria banalomba tena vitu na biloko. Fanya angalisho kule vitu. Sana tasuna biloko. Kwa makini. L'intercession n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. Intercession anakuambia wengine kwa njia ya Nouveau Testament. L'intercession n'a pas commencé pendant qu'il y avait la loi. Haikuanza wakati loi ilikuwa sheria. L'intercession a commencé même avant la loi. Ilianza mbele ya sheria. L'exemple que je vous ai donné ici. Hii mfano alipatia. Abraham avait intercédé, c'était avant la loi. Abraham aliomba, aliintercéder, ilikuwa mbele ya sheria. Alors quand Bible Zoloba, wakati Biblia inasema c'est pour dire que kusema makambo oyo komami avant, pendant et après la loi. Hiki tunaandika mbele na baada ya sheria. Attention nango. Inabidi tupate kitu des choses puissantes. Kwani vitu vina nguvu. Intercession. Ceux qui bazongeli yango après la loi. Wakarudia tena baada ya sheria. Avant la loi. Ilianza mbele ya sheria. C'est qu'il faut faire attention. Inabidi tukue makini sana. Avant la loi, je vous donne l'exemple. Mbele ya sheria na leta mfano. L'exemple d'Abraham. Abraham. Mfano ya Abraham. Et ça avant la loi. Ilikuwa mbele ya sheria. Il avait intercédé. Aliombea mwingine. Pendant la loi. Kati ya sheria. Moïse et Moko. Musa epete. Je sais que oyo tokumaki amote na esika topesaki bato na Media. Najua atuandika kwenye tunapatia watu wa media. Si tu lis dans la Bible, ukasoma katika Biblia Psaume chapitre 106. Psaume Zaburi 106. Le verset 23. Verset 23 ça. Vous avez un sommaire. Psaume 106. Zaburi 106. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et il parla de l'exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire par le Seigneur. Alléluia. Amen. Bible lobby, les enfants d'Israël, ils ont vu le miracle. Mais ils furent vraiment incrédules. Tout le miracle hata kama miujiza waliona. Biblia inasema kashirana na muujiza wa Mungu. Anamwambia Musa, Musa, nazoboma peuple oyo longolaki bango na bomo. Niko naua taifa yote. Kwani wanafanya mbaya mbele ya Mungu. Je demanderai à tout le monde de me regarder ici. Tapenda kila mtu atazame hii huko. Regardez ici. When you fix. Amin, mando wa salinga. Na ko exterminer ba. Mababa nifanyishia dawa. Dawa teketeza. Menyo, lakini bwenye. Na libota na yo. Na chama yako. Na kubikisa. Na liponde. Wote tamaliza. Biblia inasema Moïse intercéda en faveur du peuple. Moïse alikuwa ombea taifa. Moïse atelemi moso ensemble. Musa anashimama mbele ya Mungu. Anasema Bwana. Atubu. Shona mtu mwambia Mungu atubu iko ziada. Mtu wao sasa zabe tubela. Kabla ya alisiki. Sasa sekita. Haiko haina mchezo. Mungu muumba yote. Zambe wa kila nyoso. Anakosa hana hili. Azana problem wote, azana lisuma tamo wote. Et puis mtu amongeza Mungu tu. Et puis mtu wao sasa zabe tubu. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était ami de Dieu.
Kwani alikuwa rafiki yake. Hallelujah. Amen. Son ami de Dieu. Kama rafiki yake, tu peux risquer à faire des choses. Utapasha risquer kufanya kitu. Alléluia. Amen. Mais ça ne peut pas placer. Amen. Amen. Biblia inasema Musa asimama Mungu tundu. Kwa nini? Ambia Mungu. Wa kwanza. Soko bomi batu utaoa watu wote. Batu ne shitu wako bali. Wote shitu nasema nini? Osaki makompia pour nous salons la terre promise. Au kwa na mamlaka wafikisha kuile terre promise. Kama sisi pamoja na Ujahazi. sobe. Kwa ndio maana unaoa hapa kata chako. Sasa ile ndio ya kwanza. Moise sikana na bebi sabango. Mungu sasa Musa niache ni wawe. Basi kimasoyo kate. Wana wasikie. Depuis babandaki kosala na mabe. Kajia wanaanza kumtenda mbaya. 10 fois bazosongi na mabe. Mara 10 wanarudila mbaya. Tikana siri sabango. Acha ni wateketeze. Wana sema sisi boso. Maisha mwambia kwanza. Soko bomi bango. Ukawaua. Na Egypte wakobani. Egypte Misri un Dieu incapable. Uko Mungu hauna nguvu ya kukomisa bana Israeli na kati na Mungu. Ya kufikisha kule nchi ya ahadi sasa kwa mkosi sababu. Kwa maana uliwatosha tu uwateketeze. Zaka sio kana kosiri sababu. Mungu sasa wateketeza tu Musa. Musa ashimama tena. Sana Mungu. Soko bomi bango. Sikia ukawaua. Longola na buku na yo. Unitoshe buku yako uzima. Hallelujah. Zimisha jina. Hallelujah. Amen. Est-ce qu'on met Yesu kwa boka? Basi chapia bwana Yesu mkono. Moïse savait. Musa alijua. Il est l'ami de Dieu. Iko rafiki yako. Son nom est écrit dans le livre de vie. Jina yake linaandikwa kule buku uzima. Dieu. Anatembea na Mungu. Il craint Dieu. Anaogopa Mungu. Il marche selon les ordres que l'Éternel lui donne. Anatembea selon mashauri ya Mungu. Mungu anamwambia yawa watu wote taifa. Musa alijua jina yake shaandikwa. Asa Mungu ona ukawaua. Tosha jina yangu kati ya buku. Niende yangu kati ya jamaa. Kule Mungu sasa atubela kati atu. Atubeli. Hallelujah. Amen. Zamba lobi. Unasema Moïse. Wewe Musa. Na longola kombola na yo za amina. Nitoshe jina yako leo rafiki yangu kipenzi. Kusala sekunde ngoli. Okay, ndafaa kiswapenda. Et Dieu a pardonné l'Israël. Na Mungu alisamehe Israeli mzima. Kwani kulikuwa mbaji mmoja tu. Mwenye shimama ya kukataza kasema. C'est pour cela. Choma. La Bible dit, Biblia inasema, je cherche une personne. Niko tafuta mtu mmoja. Mtu mmoja. Nous avons lu. Kwa hiyo tulisoma. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Ézéchiel 22:30. Je cherche un homme. Natafuta mtu mmoja. Côté misa nu. Mwenye atasimamisha ukuta. Tukashirane mshikie. Lakini mtu Mungu anasema sione hata moja. Alléluia. Amen. Avant de continuer, Bela tuendelee pale. Il y a dans la Bible, wakati ya Biblia, Zamba alukaka watu. Mungu anawaka watu. Alukaka watu. Anatafuta watu. Mtu aliboso Zamba zoluka ita la Bible. Ya kwanza anatafuta katika Biblia, c'était un adorateur. Iko mwombaji. Soko tangi na kati na Jean chapitre 4. Ukatafuta katika Jean 4 verset 23. Okomona kinzamba zoluka adorateur. Wa Mungu atafuta wenyewe na ubaka au adorateur. Adorateur Zamba zoluka. Adorateur mwana atafuta. Kwa Mungu biloko soki église to koti na biloko oyo. Nikasema kitu katika tumejaa vitu. Expérimenter la puissance de Dieu dans notre église. Tutaishi nguvu ya Mungu katika. Je cherche les adorateurs. Mungu atafuta waimbaji au adorateurs. Pas les chanteurs. Hapana waimbaji. Pas de musiciens. Hapana wa musiciens. Zamba zoluka ba adorateur. Mungu atafuta waabudu. Parce que Bible dit. Kwa Biblia inasema. Et ça qui discussion entre femmes samaritaines et Jésus. Ilikuwa discussion kupitia ule mwanamke Samaria na Yesu. Biblia inasema hivi. Yesu ayekwenda Israeli. Yesu anataka kumwambia. Okubone sikulo na ngomba te. Abuto matacho mlima. Okokeni na Jerusalem. Amana wa Jerusalem. Et c'est ainsi. Ni wakati. Les vrais adorateurs. Waabudu adoreront Dieu en esprit en vérité. Watabudu Mungu kwa kweli na asili. Les adorateurs que Dieu cherche. Wale tu waabudu wa Mungu anatafuta. Sont aussi adorateurs d'église. Tumepata waabudu kwa kweli katika kanisa. Kanisa tutabarikiwa. Adorateur ce n'est pas seulement la chanson. Waabudu wimbo. Connaître la musique. Haiko tu njombo. Les adorateurs se marcher selon la parole. Ndio kutembea kupitia neno. Chaque jour dans la tête de Dieu. Anaishi
Jésus. Wale watu wanajua kuabudu jina la Yesu. Qui élèvent le nom de Jésus. Wale wanajua kuabudu jina Ce sont la les Yesu. cieux cherchent. Wale watu ndio Yesu anatafuta, Mungu anatafuta. So utani mtulokola Eli. Watazama mtu sasa Elia. Aibaki wapi? Alibaka wapi? Mais il fut un adorateur. Lakini alikuwa mwabudu. Pourquoi? Johnny. Batunyoso wakoti na kati na zamenzangu. Watu wengine wanaingia kati ya miungu. Mais lui, lakini yeye il reste dans la vérité. Anabaki kati ya ukweli. Il fut un adorateur. Alikuwa mwabudu. Jambo hili si pepe. Ndio maana anambia taifa. Tita moni. Mpaka wakati gani? Ukine gauche droite. Tutaenda kushoto na kulia. So kinzamba zanza. Kama Mungu ni Mungu. So kutomoni bani zanza. Kama sana bana jambo Mungu. Mwabudu lakini mimi je vais adorer Dieu. Yaabudu Mungu parce que c'est lui le vrai Dieu. Kwani yeye Mungu wa kweli. Amen. Il était un adorateur. Alikuwa mwabudu. Dieu cherche des adorateurs. Mungu anatafuta waabudu na walisi. Dieu utilise beaucoup des adorateurs. Anatumikisha sana waabudu. Sauf aux adorateurs. Kama kumwabudu Dieu va t'utiliser. Mungu atakutumikisha. Il cherche des adorateurs. Anatafuta waabudu. Ndio maana naambia kwa waimbaji leo. Siku ya leo. Usibaki tu waimbaji. Bon ta dimension. Upande level beaucoup d'adorateurs. Ukue waabudu. C'est qu'après avoir chanté ici, baada ya kuimba hapa natoka naenda kunyumba, je reste adorateur. Nabakia waabudu parce que j'ai la crainte de Dieu. Kwani niko na woga ya Mungu. Parce qu'aujourd'hui, kwani leo l'église se débat. Kanisa quelqu'un nous a fait monter dans l'adoration. Mtu atupasha kazi ya adoration ya kuimba. On appelle ça exemple. Kila siku nalitaka ile mfano. Mtu adorer awa bien. Anakuja na adore hapa mzuri katika kanisa. To adorer vraiment. Tunaabudu kweli. Yeye Mungu akangi misi. Yeye pekee anafunga. Adorer. Anafunga watu na adoration. Watu wote wanaingia kati ya ile maabudu. Na manoba. Na masemi. Mais quelques minutes après. Lakini wakati kidogo baadaye. 13 inafika 13. Kite siri ya 13. Ibada inaisha 13. Mais 15. Alafiki inafika 15. Papa, baba. Wewe misori haibisa kibisa. Wewe misori haibisa kibisa. Wewe dada mwenyewe tuimbisha katika kanisa. Ana Boston, na vile. Hiyo kule ku Boston, kule mvile. Na gasema kwa bwana shamba. Na masa mwa hivi kati ya chumba. Est-ce que cette fille est adoratrice? Ule mwanamke iko kweli mwabudu wa kweli halisi. Asante na shamba moyeni. Iko tu mwimbaji. C'est pourquoi je vous exhorte. Ndio maana nanisi tous les serviteurs. Watumishi wote Dieu cherche des adorateurs. Mungu atafuta waabudu. Tu es adorateur. Kama kumwabudu, Dieu va t'utiliser pour ça. Mungu atakutumikisha na nguvu. Alléluia. Amen. Alors, mais pas place aux allées. Mais pia kwenye huko. Dieu cherche des adorateurs. Mungu atafuta waabudu. Tafuta tazama jirani. Sema Mungu atafuta waabudu halisi. Amen. Amen. Mtu wa mimi balenza mkazoluka. Mtu wa pili Mungu atafuta. Esa na kati na Isaïe chapitre 6. Iko kati ya Isaya. So tangi premier verset va 6e verset kokuta ngo. Même verset par la 6e utaikuta. Samba zotuna. Mungu anasema. Qui enverrai-je? Katuma nani? Qui ira pour nous? Nani ataenda juu yetu? Sana poste na missionnaire. Mungu anaacha watu watuma. Dieu cherche les missionnaires. Watafuta wale wa missionnaire. Alléluia. Amen. 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 Na ulipe sana amen. Nasema tupatie amina. Amen ndio kwa mikwazo. Omba amen na bila tukisemaji bakufo. Mimi nasema mimi na nyamaza. Naomba amen naomba na kimya. Haleluya. Tukisemaji bakufo amen. Hata kusema amen. Na hapo sio amen malamu. Sanga zonu kama missionnaire. Mungu atafuta wale wanaenda watuma. Isaïe 6. Asishokokuta makambo. Asishokokuta ile vitu. Qui enverrai-je? Tatuma nani? Sasa sana posa yoza la missionnaire. Mungu anaacha kuwa missionnaire. Sasa na posa oza na oyo zokende kupanisha sango malamu. Mungu anaacha wewe uende ulete habari njema. Watu wazokende kwa malamu pona Yesu. Watu wenyewe wanazungumza mzuri kwa Yesu sensibiliser. Wanaleta ushuhuda mzuri kwa Yesu. Dieu a sauvé peuple na yeye. Mungu aokoe taifa yake. Il cherche les missionnaires. Anatafuta watu wa kuwatuma. Kwenda mbio mbio waraka. Dieu cherche les hommes selon son cœur. Mungu anatafuta watu selon roho yake. Zamba zolu kama tulobola mtema na yeye. Yeye anatafuta watu hasa roho yake. Le cœur de Dieu. Roho ya Mungu. Atolobola David. Watu sa David. Les hommes selon le cœur de Dieu. Watu selon roho ya Mungu. Pourquoi il y a l'église ils ne sont pas le cœur de Dieu. Atapasha kwa kanisani atuko na tuko roho ya Mungu. Un de mes enfants m'a posé la question. Mmoja wa watoto wangu alimswali maswali. Comment est-ce qu'on peut devenir
cœur de Dieu. Azana mutema. Itapasha kuwa namna gani kukua roho ya Mungu? Est-ce que Mungu kuna roho? Oui, nous sommes créés à son image. Oui, tunaumbikwa kwa ile image yake. Mungu ana roho. Lokula mutema na yeye. Kisi roho yake. Azonuka nani oya kosala selon sa volonté. Yuko tafuta nani atafanya kupitia mapenzi yake. Upendo. Si tu marches selon la volonté de Dieu, ukatembea kupitia mapenzi c'est yake. toi que Dieu cherche. Wewe ndio Mungu anatafuta. Si tu accomplis la volonté de Dieu, ukatimiza mapenzi ya c'est Mungu. toi que Dieu cherche. Wewe ndio Mungu anatafuta. Mungu anatafuta watu sana roho yake. Allô? Est-ce que ça mutema yanza? Je, uko roho ya Mungu? Sanga kote espoir pa na yo. Mungu atapasha kitumaini yake kwako. Est-ce que nzamba zo akoluka penza ke apsale na yo? Mungu atapasha kutafuta wewe kutumikisha wewe. Il cherche les hommes selon son cœur. Mungu atafuta watu kusikia roho yake. Il sa volonté. Wewe unatimiza ile volonté mapenzi yake. Allô? Amen. Est-ce que vous savez comment nzamba? Wewe unatimiza mapenzi ya Mungu kweli? Est-ce que vous savez? Uliza jirani, unatimiza mapenzi ya Mungu? Est-ce que ça kaboka na nzamba? Unafanyaka mapenzi ya Mungu? Juu roho ya Mungu. Zama zenu sio kama sasa na ndoto. Mungu anambia kitu kingine hata kidogo. La Mungu usali makamusu. Unalamuka na mambo mengine. Sala o nzamba lobi. Fanya yeye Mungu anasema, tu seras l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Utakuwa mtu kulinganisha roho ya Mungu. Yamine. Na ile. Ndio Mungu bandaki nango. Jo jao tulianza na wakati Ezekiel chapitre 22 verset 30. Kwa Ezekiel 22 30. Je cherche un homme. Atafuta mtu. Azoluka mtu. Anatafuta mtu. Qui se tient à la brèche. Mwenye anashima mlango. Parce que kanda nangana lingina bebisa. Tukashirana napenda ni aribu. Oya kotela mapo akuempeshe kanda nanga. Wenda shimama azuize kashirani yangu. Mena zokuta. Lakini sipati. Brèche zani. Brèche ni nini? Zani bulu boko. Iko sasa shimo moja. Mimi tozana kwa. Kisi tuko hapa. So utani kama tu kama katazama kama ile tumbu. Esika enemi akokota. Kwenye adui anapasha ingia. Esika mabe kokota. Mabaya itapasha ingia. Siko nzamba zoluka. Sasa Mungu atafuta mtu wako tele mawana. Wewe unashima pale. Bora kumpeshe mabe kokota. Asidie katundu ile mabaya isije katika kanisa. Chose grave. Kitu kushangaza. Nzambe Mungu alobi. Mungu yeye anasema nazomona. Sione yangu mtu. Amen. Aise, unajua? Intercession. Nous ne sommes pas là seulement pour combattre contre le diable. Hayuko pale tu kupiganisha tu shetani. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là seulement pour combattre le diable. Hayuko tu juu ya kupiganisha shetani. Nous sommes là pour empêcher aussi que Dieu ne puisse pas faire du mal au peuple. Lakini tuko pia pale kuzuiza Mungu asifanye baya. Ile pressure ama kwa Samoni mabe. Mungu shana mbaya. Na kati na Sodom. Kati ya Sodom. Alors Abraham atela ni na brèche. Anashima mlango. Pour empêcher que quand na kuzuiza kashara Yesu apeni mota na isipate taifa yake. Nzamba zomona. Lakini Mungu aone. Nzamba zomona intercessor. Mungu yeye atafuta waombaji. Yo ndio nzamba zoluka. Wewe ndio Mungu utafuta. Amen. Biso nyoso nzamba zoluka. Sisi wote Mungu anatafuta. Bona kuempesha ta. Jua kuzuiza Mungu. So kizamba Samoni mabe l'église. Mungu akaona mabaya kanisa. Un intercesseur. Aiba kango liboso. Anajua kwanza. C'est pourquoi okuta. Jo wanatafuta. Zamba bandiko la kisi. Mungu anaanza kuonesha. Kwa msupa mwana mboko mbisinga. Mtoto mwana niambia papa mimi naona kati ya kanisa. Papa naona kati kwa salite na yara. Usote tondi. Jo unakuya. Ndio hii. Tunatoa na ndugu wengine. Usiba ndio msusu. Unaanza fakia. Komo kombo la etonga. C'est spirituel. Ya molimo. Dieu voit. Dieu va te béler baby. Roho watu wengi na bibishi. Un intercesseur c'est lui qui a mis de Dieu. Ayeba kama avant keko. Mumbaji rafiki ya Mungu anajua maneno ya Abraham aiba ki Sodome na Gomora kutumbama avant. Abraham aliwahi Sodome na Gomora na chomeka. C'est ça l'attitude d'un intercesseur. Ile ndio hali ya mumbaji. Pourquoi parce que ça na relation malamu na nzambe. Bali kuna uhusiano mzuri na Mungu. Déjà tu makambo ekoma mtu moko te amona ki. Haiko kitu nafika hakuna tamo ya yona kanisa. Oh ba eko kanga église mtu moko te amona ki église. Wanafunga kanisa kuna mwenye aliona. C'est qu'on n'a pas des intercesseurs. Kusema tuna waombaji.
Je vous dis ce qui est biblique. Nasema kitu hiyo ukati ya Biblia. Avant que Zamba soit le long à la kisaka boyaye. Mbele Mungu anaonyesha kwa watu wake. Un intercesseur qui a le fardeau. Anaonyesha kama intercesseur mwenyewe na mzigo. Ndango somo na tango sobonde lao. Tumano naona wakati tunaomba hapa. Mtu moko akufi. Mungu anaonyesha zake mtu mwana kufa. Wana Zamba prévenir. Mungu anaonyesha mbele. Ndio uko na intercesseur. Wewe asema umbaji prier pour na yeye. Uombe ule mtu. Oye bisaye. Mwambie. Ni sinon takuwa kukufa. Kama vile message non c'est ça qui va lo bakayango. Haiko ujumbe yote ndio message ndio mapression mukumba. Ujumbe ngine mwampatia ile la personne. Mwombe fulani. Avec ni wai comme kifo isingie. C'est ça un intercesseur. Ule ndio mwombaji. Relation nous en ensemble pour que Nzamba balola kisayo. Tu n'as même pas ces fardeaux là. Hauna tele fardeau ama mzigo, hauna tena relation mzuri na Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Mettez maboko à terre. Kwa Yesu mkono mzuri. Donc si Dieu nous fait des intercesseurs, kama Mungu atufanya waombaji, c'est pour dire que kusema nous n'avons plus besoin d'intermédiaires. Hatuna tena haja ya ule intermédiaire. Hatuna tena haja ya avocat. Il y a un seul intermédiaire qui est Jésus. Avocat moja yuko Yesu Kristo. Intercède pour nous jour et nuit. Kuwa intercesseur mwombaji. Jukwe anafete un problème. Kama una shida, tu viens, unakuja, tu unapiga magoti na jaomba. Seigneur, Mungu, tazama taifa yangu. Iko hivi. Nasemi na yo, longola yokuona dans ma famille. Pourquoi? Parce que toi, tu as accès auprès du Père. Jua nini wewe uko na ile green light ama favor mbele ya Bwana. C'est ça. Un intercesseur, tu as accès. Uko na ile favor. Il y a des prières à pasteur. Aiko tu maombi ya pastor tu. Il y a des évangélistes. Il y a des évangélistes. Oh, il y a des intercesseurs. Oh, il y a des waombaji. Il y a une équipe Songo. Il y a kikundi moja ya waombaji. Wewe pia unapasha piga magoti. Tu fais monter tes mains à l'air. Unapandisha mikono yako juu. Et tu commences à prier. Unaanza kuomba, Mungu atasikia. Alléluia. Un intercesseur, mwombaji, c'est celui qui vit, qui a le service saint na kati na yeye. Mwenyeko na ile service ya utakatifu kati yake. Toute sa vie devient un culte. Inakuwa ibada. Et un service est dévoué à Dieu. Na ile service inakubalika mbele ya Mungu. Un intercesseur, d'abord ce n'est pas une équipe. Ya kwanza haiko ce n'est pas un département. Ya pili haiko department. C'est une âme. Iko moyo. Moyo. Oyo saliete. Inafanya. Oza na sacrifice liboso na Nzambe. Uwe ile utolezi mbele ya Mungu. Oza sacrifice liboso na Nzambe. Unatembea uko matoleo mbele ya Mungu. Oza sacrifice liboso na Nzambe. Unalala uko sacrifice mbele ya Mungu. Tu fais un culte raisonnable. Unafanya ibada inakubalika. Kuishi yako mzuri mbele ya Mungu inakubalika. Amen. C'est pourquoi Bible dit encore comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un intercesseur donne son corps comme un sacrifice. Ici n'est pas dans ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi aussi, ça va être ma cambrelée. La puissance d'intercession, il faut comprendre les names. Il faut kwanza unaelewa. Ne fais pas l'intercession d'une équipe, d'un groupe, d'un département na hauelewe kitu. Sinon tu vas voir l'intercession alors que tu ne fais pas. Ça me donne ce exemple. Tant que vous avez dans l'école, yoka, nande pasteur, après c'est notre responsabilité quand même responsabilité en grosse intercession. Alors, quand même intercession. Il y avait deux femmes. Ces deux femmes étaient dans l'intercession. Pasteur là-bas. Bibi pasta yao. Na adere na intercession. Na ingia pia kati ya kikundi cha intercession. Watu nafika.
Tubondeli ensemble. Tunaomba pamoja. Quand tuzobima. Watu natoka. Même pas salutation par pasteur. Hata ile hello pastor haiko. Et puis il dit, il a fait l'intercession. Anasema que anafanya intercession. Wewe usalina pasteur. Na pastor salutation haiko. Tuna kitu kama saba tumeketi. Tunaomba pamoja. Binyo na ufuate ule mtu. Mtu ashimama anaenda yake kabisa kusolo akate. Pika sasa ambote atonge yake tu wakati intercession. Bwana mwenga wa intercession. Bon intercession. Et quand j'ai pris la décision, wakati kamata decision, walikimbia waenda kanisa lingine. Alléluia. Amen. Parce que les gens ne comprennent pas l'intercession. Kwani watu hawaelewi intercession ni nini? Ingine kwa kasirani. Wacha kanisa wakati kwa kule yudu. Bango bakoti bango prière. Wao ni maombi. Bazo sana prière. Wanafanya maombi. Biso tuemo kwa la prière ya biso ya mercredi. Si tu maombi tu mercredi. Amoni nga musika. Anaona mbali. Bafana kibasi wana mimi bale place. Walikale wale wanamke wawili fasi. Wao hivi veranda wana. Wao wanajua veranda. Bafandi kuna. Wanaketi kana sote bila nani. Wakati ni kuja na ye fika. Papa Junior. Papa Junior. Kwa nini bisa na. Ile siku mpata kole. Amona kaza kiso. Nimeona alikuwa mashozi. Na zoya wakati ni kuja pona kota na iglesia tulike kanisani na neno na Mungu nimfuate na mkono na pesi moninga na mpatia rafiki yake ya funga macho intercession anajaomba na basi moninga na kitu asiki mwenzake anacheka epi mtu amema nazo sala intercession pesa kisha mtu vile kwa intercession ama kwa interconflit. Un intercesseur, c'est lui qui a l'amour. Intercesseur, c'est l'amour. Si tu ne pries pas avec amour, c'est péché. Donc au monde a la qualité de mon intercesseur. Tu es ton frère, tu es ta sœur. On a mchukia dada yako. Oini ndeko mwasi kwa upe mbali. Alléluia. Amen. Un intercesseur. Azomo na Kristo moninga. Ne comme fardeau na ye. Anaona shida mwingine ndio kwa mzigo yake. C'est ça l'intercesseur. Ile ndio intercesseur. Je vous donne l'exemple. Leta mfano. Maria. Mama na Yesu. Mama ya Yesu. Aye l'église. Aye na fête. Anataka kukaraba. Fête ya Kana. Fête ya Kana. Biblia inasema wakati wanaanza karama, wanaanza karama, vinyo esili, ile vinyo inaisha, le vin esili inaisha. Maria tele, Maria simama, example mala, mfano mzuri, aye anakuja kwa Yesu, alobi, anasema ils n'ont plus de vin, hawana tena vino. Hata Yesu alisema mwanamke vinyo unaishika nini wakati ambaye afika, alifuata ile masemi, akifuata masemi ya Yesu, anafuata wale watu mfanye hata niambia. Elle a intercédé. Aliomba, alintercédé. Aliona kishida deja na kati na nosi. Aliona problème kwa nosi. Kuna mtu anapita moment difficile. Sio kama mtu alipita problème. Kwa kumtenda. Sasa nenda kwa kazi kwa kumsema. Nenda kwa global kazi kwa kumsema sema mbaya. Ndio na kwa global mabeli banda. Kisha utafika tena Mungu. Hapo unaweza example sasa opozwa konyo. Kristo anamaliza tunapasha kondo fardo kwa. Wewe mwenyewe kusa ni Maria mwenyewe soki vinyo sili. Maria na kama vinyo naisha. Akufeti fete kwa yako beba. Itakia kwa mpiga. Wote mwana bololo. Anakamata roho Yesu. Anakia kwa Yesu. Analomba naomba mbecho ya wale baba tukakabulana. Mbala yeye. Na yeye nisema kisha unasema kwa Mungu. Apozo baki ozamo sali, ozamo mutaosambela. Isi vitu fiancé watu ikufe. Fiancé watu waikufa. Alikuwa na waza nini? Abatoka za nini? Hey. Si bote na mama. Iso mkono. Ndenge mkono. Bali tuonesha hapa. Lakini hizo kama unabeba mzigo wa wengine. Sio kama mifardo misusu. Mungu anachukua mzigo yako. Akobeba pia fardo na wewe. Wewe ombea wengine. Ndio sabela misusu. Kama uko celibat. Hata uko sasa celibat. Deja wameshapendana. Mbona watu balingani? Bariki
Yo komika kwa kwa mtu mmoja l'église mmoja ka sujet mmoja adoration. Na yeba kika. Ni jua haitawezekana itaendelea. Yuko mtu anamna gani? Mtu ndiye nini? Ndio. Anaambia kuombe watumishi. Bisa mbele wasali. Lakini wewe kasi yo zero. Acte 12. Sobo tangi yango. Ukisoma umeona Pierre bakangie. Tuna Petro wafunga. Bakangi Pierre. Wanamfunga Petro. Lui qui était le commandant de l'église. Yeye alikuwa komanda kanisa. Alikuwa. La Bible dit. Inasema. L'église se réunit. Kanisa inakusanyika. Jacques. Walimuua Jacques. Jacques. Walimchinja Jacques. Sepelisi bayuda. Alikuwa la fresh wa Yuda. Deko na naye tikana misayo. Wewe acha nikwambie. Malena yo. Ile hoga yako. Sepelisa kama tobosu. Inafresha watu wengine. Wakati tunaishi wote, watu wengine wanafurahi. Wakati pesa inaisha, wanafurahi. Inakuwa sije ya kuteka. Biblia inasema wakati Petro walimfunga, Biblia inasema kanisa inakuta wanaomba juu ya Petro. Dans l'église aujourd'hui, katika makanisa leo, papa uniombee. Papa sabela namba. Papa uniombee. Papa sabela namba. Mais papa hapataki watu kumwombea. Papa yeye asio kama tausabiliki. Nana mpaka kwa juu papa. Nana sabela kwa papa jinyo. Mais yeye kaka kama so yeye kaka atana mtu. Yeye kwa tunampatia kao. Yesu kwa pesa. C'est pourquoi on a ba collaborateur modèle. Jamani kama collaborateur kwenda kwa fasi fulani. Donc na boito kwa sababu papa acha sinifunge shop. Naka na shop tayari. Aza prêt. Yeye kiko tayari. Papa yeye azane naye na ba prêt. Toke elongo. Mais batu ya kuombea batu. Kasi atukosambela bango bazali. Unachuma si batanguka. Yeye mtabele malimo. Écoute yeye azui. Tokyo. Lozi. Bobo. Esengeli tosala na fardo. Inabidi kuelele. Fardo sus. Ya kubebea wengine. Kama tosoma makamezo kile bien. Wakati shida vitu vingine. Kila mambo bongo esili. Ni maana pesa na isho. Sio fardo. Kama tele ya muziki pona bango. Kuombea wale watu. Bwana nzambe. Mwambie Mungu, salanga intercessor. Unifanye muombaji. Salanga intercessor. Unifanye muombaji. Sema piga kifua, sema unifanye muombaji Mungu. Salanga intercessor. Unifanye muombaji. Zanga pango. Amen. Amen. Parce que nous avons la responsabilité devant Dieu. Kwani tuko na ile responsabilité. Il a fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Alifanya sisi kuwa watu. Lakini atufanye ile mahali ile mahali. Simamisha mnyama jirani yako karibu yako. Usimamisha. Nazo pesa devoir. Nampatia ile shoot devoir. Usimamisha, tazama mnyama jirani yako. Tazama jirani yako. Mugusane wawili. Wawili. Umutazame jirani. Usikwe tatu mkoto wawili. Haleluya. Amen. Usimake wewe peke wewe hata kule nyuma banya mtu. Au pesa yo fardo. Napatia mzigo. Mwana ningo za pembeni na yo. Bwana Yesu karibu yake tu pale. Unakombo na yeye. Umswali jina yake. Unakombo na yeye. Umswali jina yake. Amen. Unakombo na yeye. Umswali jina yake. Sikoyo. Osiye bien. Après ça, combat. Napatia mzigo shashi. Cette semaine. Hii wiki. Muombe ule. Sambela ndiko wana. Ndiko hivi deja kombole. Na kupatia mzigo. Na bio charge. Nous avons une église d'intercession. Kama tuko na kanisa ya waombaji. Inajaa waombaji. Vitu kubwa tutaishi katika kanisa hili. Kutakuwa miujiza mingi katika kanisa hili. Kwani tunajua udhaifu. Basi kuna udhaifu wake. Ule mama kuna udhaifu wake. Ukachua namna gani kubeba mizigo yake. Wewe utafanya miujiza ya Mungu ifanyikane.
Kanisa taishi ile ya ujuu ya ukimungu. Les églises ne vivent plus le surnaturel. Tuwe nini masiku watu waishi tena kimungu. Abandonner l'intercession. Kwani washa ile maombi ya intercession. Amen. Tu vas prier pour quelques minutes et pour n'en quoi. Utaomba juu ya dakika fulani kidogo juu ya ule mtu. Amen. Amen. Yoka. Sikia. Mercredi. Oye. Unakuja. Donc semaine on va voir no de la ponaye. Wiki mzima tunaombea. Mercredi oye. Mercredi unakuja. Commence na moment. Tutakuwa na wakati. Donc pesa sasa kaka papa junior. Tutapatia papa junior tu. Ana hotel. Mimi ndahubiri. Na présenter quelles sont les qualités de mon intercession. Naonesha ma quality mahali ya intercession mzuri. Papa junior kisha atatuingiza maombi. Donc unakamata mzigo mwenzako unakuwa kama yeye. Ofisha ya moninge ya community. Unalia na kulia. Okole la takolela. Alléluia. Amen. Mais qui pleure à cause ya souci mtu nusu? Nani analiaka juu ya shida wengine? Hata kwa l'église makamzo simba tena. Vitu yaendeke. Nani abonde la kwa l'église? Nani aombea kanisa? Sasa sasa ukutani kaka. Wakutana tu. Mercredi. Kwa kanisa. Ndosa mbele toka. 2 minutes. 2 minutes naisha. Mais problème yako. Kasi problème. Sambeli. Sambeli maneno hili. Monango. Kemeo. Pameli. Mais bona ba mosusu nzamba sana poso bonde la pona bango. Jo wengine Mungu anaacha waombe. Oza incapable. Hawezi yako. Nachoka. Alléluia. Amen. Le mercredi. Siku ya tatu. 16h30. 16h30. Nina gosenga moyo. Ndio naomba hivi. Na intercession ni sotoza. Na intercession tu hapa. Boya na boyo kama sango ya intercession. Tukiwa tusikie a 10 ya mabaya ya intercession. Tutumike na roho moja. Barenyo nyoso mozaki na ngosi. Barenyo yote mkono umalize. Boya na tokoma kina suka ba enseignement. Mke tufike mpaka kumwisho wa wala tokosa tokobaki sana tomuspa tomuspa comprendre intercession. Tutaongeza wengine wataelewa intercession. Yoko za intercession. Wewe pia kwa intercession. Ambition so to continue intercession. Asasema tukiingia katika intercession. Je connais une église. Najua kanisa moja. Watu babengi hawa baebi prayer palace. Watu wanajua prayer palace. Hawa wana makiti. Hapa umakiti. Église hata makomi na mboka oyo. Wakati ifia kwa kanisa. Ozole katombo. Ninapita asubuhi. Unakuta watu wasobo. Unakuta watu wanaomba. Ole kiduze. Unapita duze. Unakuta watu wasobo. Unakuta wengine wanaomba. Ole kavete. Unakuta vete. Unakuta watu huko wanaomba. Tibu kono susu. Baba siku nyingine. Papa na ndana mbele. Baba yangu na mbele. Tibu kono kwa la expérience. Na fait expérience. Akoti une église. Anaingia kanisa. Alors qui chef de anasikia chair de poule. Pourquoi la prière est abondante? Jua nini maombi na pesa kizidi. 24 sur 24. 24 sur 24. Watu wazaka na église on a plein. Watu walikuwa pale tele. Mais depuis mkola kwa kufa. Na kama mwenye nao kufa. Vision ana bima. Ile vision shatoka. Akomi kwa makamba koteka na kati. Wale sema se maana kuhushisha katika kanisa. Kuna business yangu moja. Unazana mkola visionnaire salake azaki. Wakati visionnaire alikuwa prière maombi job. Maombi after maombi. Église pamna elikuma kama munene. Kanisa ilikuwa kubwa. Bali watu wa bima na église wana. Na watu watoka kule kanisa. Kwa sali église kuna na kote ya Makere. Mmoja fanya akile kwa Makere. Église za munene. Kanisa ni pigo kubwa. Ndio ile safi. Kwani watu wanafahamia kuomba. Amen. Amen. So mtaza pembeni na yoko yebi asa family na yote kai. Kama mtu ni jamaa wako family na wacha tafuta mwenyewe haiko ya jamaa yako. Achana na ule. Sika na yeye fika za kwa familia. Okay. Good. Tunakombola yeye. Uliza jina yake. Semeno mobimba ukobonde la pona yeye. Wiki mzima utamwombea tu yeye. Bonde la pona mercredi. Umwombee mercredi. Bonde la ensemble. Tutaomba pamoja. Ubanda kutu ya lelo. Kwanza siku ya leo. Danza kumwombea. Ubanda sambela yeye. Mercredi tukutana. Mercredi tukutana. Vendredi. Vendredi. Tunakutana tunamwombea. Tukutani tusambele Yesu. Soka haleluya yeye. Amen. Amen. Sikana no epepana no plan. Mwache kwa pepea na pepea kwa dimanche. Jumapili. Dimanche, on va dimanche. Sema dimanche. Somoni deja yeye. Ushamwona? Garçon sa fille. Iko mke mume. Oyebi deja yeye. Unamfahamia? Dimanche tako zobonde la pona yeye. Jumapili wakati unamwombea. Dimanche on est aux dimanche à célébration. Itakuwa Jumapili ya celebration. Kaka dogo pesa. Tafuta kadogo umpatie.
déjà petit là. Papa. On est la mission. Tutaona pamoja. Na mwombea. Imagine tatafuta kitu wani mpatie. Parce que c'est ça, prendre les fardeaux des autres. Ile ndio kubeba mizigo ya wengine. Hautakuwa tu sasa mtu wewe unasikia mtu huruma hauna compassion. Okoza ate mtu wewe yote mwenye kama wakati compassion wana kokapa. Wakati unakaa Jumapili, kaka ndio pona mtu wako. Tafuta gift mwacho ule mtu. Wakati ukisa mfamia. Soko za ngongo tunaenda chaussette za. Kama wana pesa uliza avaka ashusi. Kama umepewa bonbon sana unaenda bonbon. C'est ça l'église. Ile ndio kanisa. Unajua kuchukulia na mzigo. Mimi naenda kumemela na kitu. Eza mabonde lite na bilo kupatia ile kitu. Utope eloko. Alikuwa anakuombea. Kama nosa bilo. Wisha mwambia asuka pia na azwata 10,000 euros. Tout ce que tu auras. Noso bozana mo. Upatie. Mais priez d'abord pour lui. Umombe kwanza. Amen. Umombe kwanza. Kwanza usiku leo utombe wengine lakini yeye taya jina yake. Kesho tena unataya. Hatuna taya tena. Ndio tunakutana hapa. Maombi ya mercredi tombe ule mtu. Vendredi tombe nao hapa. Utombe tule mtu. Na Jumapili niliokuombea baba. Ninyi mbeba mpaka Mungu alibariki nao. Kamata kwa. Acha kuombea mtu wako na yeye. Muombe. Ngoja hapo na ipo keke minutes. Muombe tu minute kidogo. Ngoja hapo na ipo keke minutes. Juu ya wakati kidogo. Zamba sale bola. Zamba pambo na yeye. Mungu bariki. Zamba sale bola. Mungu tembeba. Zamba biki saye. Mungu pone. Soka zamba la de bonde la. Kama mgonjwa kopete na. Soki poko linga. Kama utapenda. Tuna yeye. Uswali. Problem na yo verita mezani. Shida yako ya kweli ndio. Mwambia mwana papier. Unaandika kwa karatasi. Basho yena. Jumapili na kuya yao. Wakati utaomba. Unampatia ile vitu. Bonde la pona yeye. Muombe. Bonde la pona yeye. Muombe. Bonde la pona yeye. Muombe. Roman Zamba bundelezi. Sema Mungu ampigie Zamba ile kitu. Mungu amtendee mema. Zamba biki salimota na yeye. Mungu jamaa yake. Zamba biki salimota na yeye. Ponye mume wake. Zamba biki samasi na yeye. Ponye mke wake. Zamba salele bola. Mungu amtendee mema. Akende ni boso. Waendelee mbele. Akika bola. Waishi mema. Akobo na Kwa Yesu. jina la Yesu. Akobo na Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Taisate. Wakati haiko tena. Bana ibita na bino. Kweli sikoyo nzwana na offrande na yo. Kamata kwanza offrande yako. Donc continue matin au mercredi. Tutaendelea mobili siku ya tatu. Continue au benediction kinzamba nyingi. Siku ya tatu ya tano Mungu na pesa. Na tukamaliza siku ya Jumapili kwa kusaidia. Kubonde la pona mtu oyo yo yete. Usiombe mtu mwenye uona familia. Oyo yedi. Mtu mwenye najua. Kubonde la pona oyo yedi. Ukiombea mtu mwenye au mjui. Utani na eglise kusali familia. Tunakutaka sana tunafanya jamaa. Beba kwa mizigo yake. Beba na mikumba na yeye. Ombe vraiment. Sambela solo. Haleluya. Amen. Na sina pesa example moko. Nishaleta mfano mmoja. Wana mtu ametia na biso bokisa banzengo na biso. Wale mtu wa media team yetu tayarisha mambo yetu ya wokovu. Juu tunataenda kumeza Bwana. Wewe simba offrande na yo. Lakini wewe una touch unakuza kwa timu hoteli ni boye na baba na lombango. Watu wa timu wanashimama mbio mnakuja. Ile mara lombango watu wa timu nyosole. Watu wote ya meja 10 mnakuja kwa offrande na yo. Na kugusa sadaka yako. Simba offrande na yo. Gusa sadaka yako. Ile maplace uzali. Simama kwenye huko. Yako bozela nsambe. Kwa kutolea Mungu wetu. Basi nzambe na biso nyingi. Aboza. Kwani Mungu wetu anapenda pia sadaka. Yako telema. Simama. Basi uzali telema. Kuja utoe. Seigneur tozo pambola offrande yo. Lord, bless this offering. Apambola pesa kibiso ujira. Bless us with.